kabisa napenda kumshukuru Mungu na kwa namna pekee kumshukuru Kristo mfufuka. Bado tuko tunaadhimisha kipindi chake kwa furaha na uchangamfu mkubwa kwa kutujalia nafasi hii adimu ya kusali misa takatifu pamoja. Misali kama nilivyosema, ni mara ya kwanza nimepata bahati ya kusali misa hapa siku ya Jumapili. Tena kwa mipango yake Mwenyezi Mungu, sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Kwa kweli tangu aliponiomba kaplano pamoja na mwenyekiti wa hii kaplano, nilikuwa najiuliza natafuta mahali pa kuweka siku hiyo. Sasa nilipoweka tarehe ya leo, hata sikuwa nafahamu kwamba ni kupaa Bwana. Nilikuwa nafikiri ni mapia kawaida tu. Kuja kuangalia kalenda ya liturujia, nikakuta ni sherehe ya kupaa Bwana. Kwa hiyo kwa kweli nimefurahi sana kwamba leo ningepaswa kwa kanisa kuu, lakini kwa mipango ya Mwenyezi Mungu amependa tuje tukaadhimishe hapa, maana kanisa kuu naadhimisha mara nyingi. Kumbe sherehe hii alipenda ifanyikie hapa. Na naomba tumpe nipende kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Padre Festo ambaye ni padri wa kiroho hapa, ni kaplano wa KCMC na shughuli za kiroho hapa ziko katika uongozi wake. Nikushukuru sana kwa jitihada zako. Tunafanya jumuiya hii inabakia kuwa hai daima katika nyanja hiyo ya kiroho pamoja na mahitaji mengine ya kiroho na kichungaji. Nakushukuru sana Padre. Lakini kwa namna pekee nishukuru sana uongozi wa hospitali, mkurugenzi ambaye daima anatupa ruhusa na hata kutusaidia kwa mambo mengi yatakayotuwezesha tuweze kumenzi Yesu, lakini pia tuweze kutunza identity yetu ya Ukristo, ya Ukatoliki. Naomba shukrani zetu mpelekee. Asanteni sana. Lakini kwa namna pekee kabisa nitoe shukrani kwa mwenyekiti wa kaplano hii kwa yote aliyosema kwa niaba ya kaplano hii, yote mazuri mnayofanya mahali hapa. Kwa kweli ni mengi na ninaona yako vizuri hata kuliko tuko parokiani. Sasa najiuliza hivi kuna uwezekano pia wako na parokia KCMC? Sasa mnaelekea huko, yale mambo yote ambayo tunayasikiliza huko kwenye, leo tunaenda kwenye parokia moja inaitwa parokia ya kupaa Bwana. Parokia ya kupaa Bwana kule wapi? Kimashuku. Sasa sioni kwamba kuna tofauti kubwa kati ya Kimashuku na hapa, tena mmepita kwa mbali. Sasa si pia ni kwa sababu wengi ni vijana, kuna uhai wa liturujia ambao unaridhisha. Hata Yesu nafikiri anajisikia kabisa kwamba kwa kweli sasa wako hapa wananisifu, yaani wako kwa ajili yangu. Yaani hilo ni jambo zuri sana. Uchangamfu katika sala, katika liturujia takatifu, katika maadhimisho unaonekana hai kabisa. Kumbe nawashukuru sana kwa kweli kwa hilo. Sijui kama maana jumuiya zipo. Sasa kweli ninapofikia kwenye maparokia, kwenye jimbo tunapoangalia kuna parokia ambazo zina jumuiya 38. Yaani sehemu ambayo kigango ambacho kina jumuiya 38. Sasa sikishakwenda hivyo inapasa iwe parokia, maana sasa itakuwaje? 38, 40, 50. Haiwezekani, too much. Lazima iwe parokia. Sasa naona nyinyi mnaelekea huko pia. Sio amesema ni 18, 25, naona yako ni kaparokia. Kaparokia kazuri tu ambacho kana uhai kabisa. Kumbe ninawapongeza sana kwa kweli, hata kama haitwi parokia, hapa kuna maisha ya kanisa Katoliki ambayo yanaonekana ni gai kabisa. Sasa pamoja, yani kuendana na hapo pia nimejifunza
tumejifunza hapa, kuna jambo zuri sana, na ninaomba mliendeleze na muendelee kulipa uzito zaidi na zaidi mnavyoendelea kukua, ni kwamba mnampa Yesu nafasi ya kwanza. Yesu anayo nafasi ya kwanza katika maisha yenu, na katika pia, tupende tusipende, katika fani zenu, katika profession zenu. Ninaona niko mnakoelekea kwamba Yesu anayo nafasi ya kwanza hapa. Yaani Jesus has got the central position. Sasa hii ni heshima kubwa sana mnayompa, na hapo mtamkamata tu, hawezi kuacha. Hawezi kuacha. Kwa sababu yani jinsi tulivyo hapa leo ndivyo mnavyofanya mara kwa mara. Lakini hayo yote aliyosema mwenyekiti, na hata jana tu sijui mmetoka wapi kule mbali kabisa. Hapo mnamuinua Yesu. Hapo mnamtangaza Yesu. Hapo mnasema muko katika sauti moja inayosikika kwa namna ya pekee kabisa kwamba Yesu ni rafiki yetu. Yesu ndiyo tegemeo letu. Yesu ndiye katikati ya maisha yetu. Hilo la maana sana. Hilo msilipoteze. Hilo litasaidia si kwamba ni nyinyi tu, hata hospitali yote. Mahali popote Yesu anaposifiwa, neema za ajabu zinateremka. Miujiza ya ajabu inafanyika. Kwa hiyo msifikiri hata mnapofanya hivyo ni kwa ajili yenu nyinyi wa Katoliki. Kwa sababu mko hapa kwenye ni taasisi kubwa sana. Sasa hamwezi kumfanya Yesu ni wakati tu mkamfunika mkasema basi Yesu tuko hapa. Yaani mnapofanya hivyo, whether you like or not, mkishamweka katikati, kwa kweli hata anajisambaza katika taasisi yote. Kutokana na nyinyi, watu wengi watapata uponyaji hapa wa pekee, uponyaji wa pekee wa haraka kutokana na nyinyi. Hatari nyingi zitakwenda mbali na taasisi hii kutokana na nyinyi. Kwa sababu alipo uweze kusema tu kwamba sasa sisi tunakwambia utuangalie sisi tu, hakuna. Hata waangalieni kwa namna pekee, lakini alivyo anaendelea kumwaga neema na baraka zake katika institution yote. Kwa hiyo nawashukuru sana. Tena sana tu. Hongereni sana kwa hiyo. Lakini jambo la pili ambalo nimeliona na niwaombe sana mulitunze sana kwa juhudi zote, ni kwamba mnajitahidi kutunza ile Christian identity, Catholic identity, kwamba mmekuja hapa kama wanafunzi wa Kristo wa Katoliki na wafanyakazi wa Katoliki, na mnaitunza hiyo kwa sala, kwa ibada, kwa majitoleo mbalimbali. Kwa hiyo yani ili hiyo identity ibaki ikiwa hai, ibaki ikitunzwa na ikiuishwa. Unajua kuiisha ni kama nilivyowaambia, ile misaada yetu tulionayo kwenye kanisa, kuna sala, kuna sakramenti, kuna neno la Mungu, kuna sala mbalimbali kama vile sala ya Rozari, kuna kuabudu, kuna kuungama. Sasa haya yote yanauisha, yanakuza ile Catholic, ile Christ identity, Christ-like identity, Catholic identity. Yaani kwa hiyo vijana wapendwa, ni washukuru sana. Mnafanya jambo zuri sana. Yaani jambo zuri sana. Na kama mkiendelea hivyo, hayo mnayofanya kweli yawe pia ndiyo ambayo yako kwenye dhamiri zenu, katika nafsi zenu. Yaani mnapenda Yesu awe katikati ya mioyo yenu, mnapenda kumpa nafasi, mnapenda kwamba alipenda mwe kwenye kanisa Katoliki, basi mnatunza hiyo zawadi ya kwa kwenye kanisa Katoliki. Msiache, mnaipalilia kwa sala, mnaipalilia kwa sakramenti, mnaipalilia kwa neno la Mungu, mnaipalilia kwa retreat mbalimbali, kwa semina mbalimbali, na yaani kwa kusaidia kama mnanisaidia matendo ya huruma nimesikia. Sasa hayo yote ni kufanya ile identity, Catholic identity ibaki hai, na ni hai ambayo
inajisambaza, inaonekana mnavyoishi tu, yaani whether you see or not, muko namna hiyo. Yaani nyinyi ni watu wa maana sana. Hongereni sana. Ninaomba muendelee kuwa kama mlivyo na muendelee hata kuwa zaidi. Muendelee kuwa hivyo kama mlivyo na hata zaidi. Kuweni katika Yesu. Kuweni katika kanisa lenu. And you are not going to be the loser. You will always be the gainers. Kwa hiyo tunawatakia kila la heri. Kama mna jambo lolote ambalo mnataka askofu wasaidie ili muendelee kuwa wema zaidi, mimi niko tayari. Tumeni kazi. Sasa changie huo mchango wa harambee ya kufanya sawa, lakini vitu kuna vitu kama kumwambia katibu, hata tunaomba askofu yani atuletee rozari, atuletee skapulari, atuletee yani watu wa kutoka nje kuja kuongea tena na sisi, yani mapari kutoka Dar es Salaam, kutoka Tanga mara kidogo. Sauti yako na ichoka, mimi nawaleta. Na mimi namuomba mkurugenzi niwalete wakaongee na nyinyi ili muendelee kuwa hivyo mlivyo na mkue zaidi. Basi na mimi kwa ule mchango umesema ni harambee gani? Harambee nini? Basi mimi naichangia katika umaskini wangu, naichangia 200,000. Muendelee kukua katika Yesu na katika identity hiyo ya Yesu katika kanisa Katoliki. Tumsifu Yesu Kristo.